Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 15 siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa inayosema BAKWATA yasimamisha mashehe watatu yateua wa kukaimu. Hilo ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA yasimamisha mashehe watatu yateua wa kukaimu. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni CCM na ACT Wazalendo Zanzibar bado kwa fukuta. CCM na ACT Wazalendo Zanzibar bado kwa fukuta. Ni madai ya chama tawala kuwa siri za ajenda zinazovujishwa kabla ya kamati itakayosimamia kuundwa ACT Wazalendo ya pinga. Lakini asema maridhiano ya hayakuunganisha vyama hawawezi kupangiwa cha kueleza. Lakini Safue asimulia alivyofanya kazi na marais wanne Ikulu. Na serikali ya saka njia mbadala ya ufadhili wa elimu ya juu. Lakini adhabu ya kifo inavyokuwa mzigo kwa watekelezaji. Adhabu ya kifo inavyokuwa mzigo kwa watekelezaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru. Linaanza na habari inayosema Dr. Mwinyi aishukuru Sweden kwa misaada. Lakini mwanafunzi Kipanga mwenye ulemavu avuna mamilioni ya RC. Mwanafunzi Kipanga mwenye ulemavu avuna mamilioni ya RC. Vyama 12 vyakemea vikali uchochezi na chuki. Vyama 12 vyakemea vikali uchochezi na chuki. Lakini Asha Dachi ateuliwa mkurugenzi mkuu TBC. Asha Dachi ateuliwa mkurugenzi mkuu TBC. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaanza na habari inayosema Dasi Mhanga, serikali inatoa fedha nyingi kulinda watoto. Huyo ni Dasi Mhanga asema serikali inatoa fedha nyingi kulinda watoto. Lakini TANESCO wazungumzia miradi ya umeme Zanzibar. TANESCO wazungumzia miradi ya umeme Zanzibar. Na Balozi Omari, serikali kuendelea kuboresha huduma za jamii. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Leo lenye linaanza na habari inayosema maono ya Rais Samia China yamlipa. Maono ya Rais Samia China yamlipa ni ya kusaka soko jipya la watalii kutoka nchini humo. Ripoti ya baini wanaotumia zaidi ya milioni 1.4 kwa siku wanaongoza pia kutumia siku nyingi zaidi za kutalii nchini. Lakini Rais Samia ashtukia mbinu mpya kudhoofisha nchi zinazoendelea. Rais Samia ashtukia mbinu mpya kudhoofisha nchi zinazoendelea. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini bado kuna habari inayosema BAKWATA yamsimamisha Sheikh Walidi na wengine wawili. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA yamsimamisha Sheikh Walidi na wengine wawili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika Dr. Mwinyi akaribisha wawekezaji kutoka Sweden. Na serikali itaendelea kuwekeza mazingira wezeshi sekta binafsi. Huyo ni Hemedi asema, huku vyama vya siasa vyahimiza uaminifu na mshikamano. Lakini habari ya kimataifa inasema rais wa Brazili amkosoa Trump ataka kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Brazili amkosoa Trump kutaka kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Raia Mwema gazeti lako muungwana ni kitendo lenye asubuhi ya leo linaandika waziri Ridhiwani anusa upigaji. Lakini tuzo ya TPA wayafichua sura mpya na 6 wanusurika kwa sumu 4 mbaroni. Lakini watoto wa Mbowe wanyukana. Waziri Kijaji ashusha amri 9 TANAPA na mwendokasi ya shitua. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Na kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika chuo kikuu cha Mzumbe chaandaa mhadhara wa umma kuhusu akili unde. Lakini Seresini asisitiza wazi matumizi ya fedha Chadema.
Huyo ni Selasini asisitiza uwazi matumizi ya fedha Chadema, na Waziri Hamisi Omari awahakikishia Watanzania huduma bora za kijamii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Biashara Leo linaandika mtendaji mkuu Concept Group aendesha mhadhara wa Kiliunde chuo kikuu Mzumbe, lakini mkurugenzi mkuu wa REA apokea tuzo ya ushindi Sabasaba, na serikali imeupa mkoa wa Tanga shilingi bilioni 487.5, na Joseph Selasini ataka uwazi matumizi ya fedha Chadema, ashauri wanaohoji matumizi ya fedha wasitengwe, asema dawa ni viongozi kuweka wazi mapato na matumizi. Habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Biashara Leo. Na gazeti lako Raia Mzalendo asubuhi ya leo linaandika Selasini Chadema tusitimue wanaokosoa matumizi ya fedha, lakini serikali kutoa shilingi milioni 750 kukamilisha ujenzi wa kituo kipya cha afya Kange. Hilo ni gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini Mtanzania Leo gazeti lako asubuhi ya leo linaandika Dr. Mwantepele ahamasisha vijana kuifahamu akiliunde AI, na Rais Samia kuweka jiwe la msingi SGR kutoka Rais Samia aweka jiwe la msingi SGR kutoka Tabora Kigoma. Lakini Joseph Selasini wazi matumizi ya fedha utawaweka huru viongozi, asema Chadema kuwafukuza wanaohoji sio suluhisho. Kama tunaikosoa system tunaona shida gani watu kuhoji viongozi? Lakini ataka chama hicho kiingie kwenye maridhiano. Na Balozi Omari, serikali itaendelea kuboresha huduma za kijamii. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye asubuhi ya leo linaandika Aisha Dachi kuongoza TBC, mrithi wa Dr. Rioba. Lakini Chatanda amjibu Tibaijuka, waziri wa fedha ahidi serikali kuboresha huduma za kijamii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Majira lenye linaandika vifo watoto watatu vya zua mjadala. Lakini Dr. Omari, serikali kuzidi kuboresha huduma za jamii, na kafu yaunga mkono maridhiano CCM na ACT. Lakini Othmani ataka Wazanzibari kutekeleza maridhiano, na mikopo ya Rais Samia yazidi kufungua fursa. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Habari Leo lenye kwenye kurasa za mbele asubuhi ya leo linaandika sheria zaidi ya 1000 kupitiwa dira 2050. Lakini Dachi arejea TBC kuwa mkurugenzi mkuu, na balozi ataja changamoto 6 biashara kimataifa. Lakini BAKWATA yatoa sababu kusimamisha mashehe mkoa 3, na viongozi wa upinzani wasifu kuzingatiwa haki za binadamu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Habari Leo linaanza na habari inayosema AFCON 2027 yaisukuma Simba utalii Ngorongoro. Lakini serikali kuzipiga jeki timu zote za taifa, na shindano la Miss Grand 2026 kufanyika Agosti. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini gazeti lako la Majira kwenye michezo linaandika makombe Simba ya wakivutio, Mangungu afunguka kuhusu usajili 2026 2027. Lakini serikali kuzipa tafu timu taifa kufanya vyema, na ushirikiano uwajibikaji kufanikisha maandalizi ya AFCON 2027. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa wa michezo linaandika TBF yajipanga na Taifa Cup. Lakini Boka atajwa kubaki Yanga, Serengeti Boys kuyafanya kweli China, na Mtibwa Sugar yazidi kubomolewa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako Raia Mwema linaandika England ya Argentina litakufa jitu, Lionel Messi kuwafunga Waingereza, lakini tulifaidi zaidi miaka 10 tu ya uhai wake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kurasa michezo naandika viunzi 6 kocha mpya Yanga. Lakini Mo na Steve Becker kikao kizito Sauzi, wajadili usajili majembe mapya Msauzi, mambo safi. Lakini
sababu za Zuchu kuomba talaka kwa Diamond Platinum. Ndani ya gazeti lako la Mwanaspoti inaeleza sababu za Zuchu kuomba talaka kwa Diamond. Lakini kimataifa, mkono wa Mungu hakuna leo. Kimataifa ni habari inasema mkono wa Mungu hakuna leo, ikiwa ni picha inamwonyesha Lionel Messi pamoja na Harry Kane wa Uingereza. Lakini habari inaandika mkono wa Mungu leo hakuna. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.